Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2025, juma la 34 la mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Danieli, sura ya kwanza, aya kwanza hadi ya 6 na aya 8 hadi ya 20. Somo la Injili takatifu ni kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya 21 aya kwanza hadi ya 4. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Yesu aliinua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambieni, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia yote aliyokuwa nayo. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, maandiko matakatifu leo yanatukumbusha kumtolea Mungu kile kinachoendana na heshima na hadhi tulionayo mbele yake. Moja ya wajibu mkubwa alionao mwanadamu kwa Mungu na hata binadamu wenzake ni kuthibitisha na kudhihirisha kwamba matendo na maneno yake kwamba ana upendo. Anapaswa kufanya hivyo kwa sababu yeye mwenyewe ni tunda la upendo, na anatakiwa kuambatana na yule ambaye anamfanya akubalike na apokelewe hivyo, ambaye ni Mungu aliye upendo wenyewe. Jambo hili linadhihirisha umuhimu wake kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, mwanamke mjane na matajiri kama Injili inavyotanabaisha. Bwana wetu Yesu Kristo anavutiwa na anampongeza mwanamke mjane, tena maskini, kwa ukarimu wake, kwa kuwa tayari hata kujinyima kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka yake. Mama huyu anasifiwa mbele ya watu wote na hata wale walioonekana kuwa mstari wa mbele katika maisha, ili kuandaa watambue matakwa ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kumtumikia yeye na hata binadamu wenzao. Dai hilo linajidhihirisha katika sehemu ya Injili hii, kipengele kinachofuata kwamba aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikiavyo. Rejea Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 26. Jambo hili ndugu zangu linadai unyenyekevu mkubwa. Sadaka ya mama mjane, yaani senti 2, ilionekana ya maana sana mbele ya Mungu kuliko ile ya matajiri, kwa sababu ilipambwa na unyenyekevu mkubwa. Kwa sababu hiyo, hoja ya msingi hapa sio wingi wa kile tunachomtolea Mungu kama shukrani, bali ukunjufu wa moyo unaotoa. Hao waliotoa vingi waliishi na maskini ambao wanatoa hata kujimaliza. Pamoja na uwezo wao mkubwa waliokuwa nao au matajiri wa kuweza kuwasaidia, hawakuwa tayari kutoa hata kidogo kuwasaidia hao wanaoishi nao. Ndiyo maana sadaka yao inakosa thamani mbele ya Mungu, kwani inachukuliwa kuwa ni kujionesha, inahesabika kuwa ni unafiki. Mungu ana haja na utajiri wa roho zetu kulikoni umaskini wa miili yetu, kwani roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu, kama tunavyosoma Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 63. Ni vizuri pia tukaukumbatia msemo usemao
hakuna aliyewahi kutoa kwa ajili ya Mungu akapungukiwa. Mama huyu mjane anatukumbusha habari nyingine ya mama mjane wa Sarepta aliyemkarimu mtumishi wa Mungu Eliya bila kujibakiza, akazidishiwa mara nyingi zaidi ya kile alichokuwa amekiweka kama akiba yake na familia yake, kama tunavyosoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17 aya 7 hadi ya 16. Tuombe neema ya Mungu iwe nasi, ili yule aliyeshiriki ubinadamu wetu, tukishiriki kwa uaminifu Mungu wake, tuweze kutambua nini ulio mwito wake kwetu katika kumtumikia, kujitoa sadaka na hata kumtolea sadaka yeye mwenyewe. Kwani tusipolifahamu hilo, kwa hakika tunaweza kuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu mabaki, tukidhani ni sadaka, na kwa namna hiyo tukazikosa baraka zake. Aidha, yafaa tukumbuke kwamba chochote tunachofanya kwa ajili na kwa sababu ya Mungu hakimuongezei chochote, kwani apungukiwi chochote, bali chafaa kwa ajili ya wokovu wetu na ni kwa ajili yetu, yaani kujiwekea hazina mbinguni. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 20. Zaidi ya hayo, fundisho hili ni mwaliko wa kujioji sisi kama Wakristo maswali kadhaa mioyoni mwetu, kila mmoja wetu kwa nafasi yake. Je, kile tunachomtolea Mungu kinaakisi hadhi aliyotupatia kama wanadamu? Je, tunawasaidia wengine kadiri inavyopaswa, au tunawapa makombo huku tukijinufaisha wenyewe? Kadiri tunavyofungua mioyo yetu kwa wale tunaoishi nao, inadhihirisha ukomavu wetu katika imani. Tunazima kiu ya Bwana wetu Yesu Kristo inayowaka ndani ya wachanga na wahitaji wake. Kama haitoshi, tukumbuke kuwa mambo madogo yana maana kubwa yakifanywa kwa moyo mnyofu. Ndio maana wazo moja tena dogo sana kutoka kwa mtu mmoja linaweza kuhuzunisha au kufurahisha dunia nzima. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta alipenda kusisitiza kwamba hata kama hatuwezi kufanya mambo makubwa, basi yale madogo tunayoweza kuyafanya, tuyafanye kwa upendo mkubwa na kwa unyenyekevu, mithili ya huyu mama mjane tuliyemsikia katika Injili. Haina maana kwamba wale wenye kufanya makubwa wadumae na wenye kufanya madogo wabweteke wasikue, bali katika yote madogo na makubwa, moyo wa unyenyekevu utangulizwe kwanza. Katika ubinadamu wetu kuna kujisahau. Wapo wanaosubiri apate vingi ndipo atoe sadaka kubwa au msaada mkubwa. Hii ni kutafuta kushiriki dhambi ya matajiri hao tuliosikia. Ukristo wetu una maana pale tunapogawana kile kidogo tulicho nacho. Hii inadhihirisha upendo wa kweli. Ndiyo maana Mungu asiye na mwili alitwaa mwili wetu uliochakaa kwa dhambi akawa sawa nasi. Huu ni mwaliko wa kuvaa viatu vya wale wanaohitaji msaada wetu, kwani wote tuko ndugu. Mwenyezi Mungu atutangulie daima na atuongoze tujue nini lilo kusudi la mwito wake. Kwa kulitambua hilo, tuombe daima hekima yake ituongoze kulitekeleza. Pia katika mwezi huu tuzidi kuwaombea ndugu zetu waliofariki bila kutekeleza wito wao kiaminifu. Kwa huruma yake Mungu wakaribishwe kwenye maisha ya umilele mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Frateri Heribert Imani Mishongi wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, ambaye nasoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.